Na katika ulimwengu wa fulusi ni kwamba mchanganuzi wa utafiti katika taasisi ya fedha za umma Bernard Njiri anatoa wito kwa mashirika ya serikali kupatia kipaumbele malipo ya madeni inayodaiwa ili kuchachawisha shughuli za kiuchumi ambazo zitawezesha biashara kunawiri na kuongeza ushuru. Kwingineko, washauri kwenye kampuni ya Ernst & Young kanda ya Afrika Mashariki wanatoa wito wa upanuzi wa wigo wa ushuru ili kufadhili bajeti ya mwaka 2025-26. Taarifa hii na nyingine ni kwenye kitengo cha kapu la biashara. Mashirika ya serikali yanadaiwa takriban shilingi bilioni 700 ya bili ambazo hazijalipwa. Mchanganuzi Bernard Njiri anasema madeni hayo yanaathiri mapato ya biashara na kusababisha mihemko katika sekta ya kibinafsi. Hali kadhalika, washauri katika kampuni ya Ernst & Young wanasema ipo haja ya kupanua wigo wa ushuru ili kuwezesha serikali kufadhili bajeti yake ya mwaka huu. For those state departments that were not able or that could still achieve their KPIs with less than half of their budget absorbed, we can free those resources, and they total 6.3 billion. We can free those resources and reallocate them to other critical programs. Kwingineko, Kenya imetia sahihi katika mkataba wa kuzindua kiwanda cha kwanza cha akili mnemba barani Afrika kwa lengo la kuboresha ujuzi kuhusu akili mnemba, utafiti na maendeleo. Kenya pia inajitafutia fursa ya kuandaa maonyesho ya kiteknolojia yaliyopewa jina AI Everything na ambayo yanafadhiliwa na Dubai. We made an announcement with Cassava Technologies around putting up the first ever AI factory in the continent. And that AI factory is specifically geared to support startups. One, around accessing AI capabilities, but secondly, working with the university around research and development. Mwishowe, benki ya SBM Kenya Limited ilinakili faida ya shilingi milioni 12.4 baada ya ushuru katika miezi mitatu ya kwanza ya mwaka huu, ambayo ni hatua kubwa ya ufufuzi ikilinganishwa na hasara ya shilingi milioni 370 ambayo ilinakili katika kipindi sawia mwaka wa 2024. Akiba ya wateja iliongezeka kwa asilimia 28 hadi shilingi bilioni 72.2, huku gharama ya jumla ya shughuli za kampuni hiyo ikipungua kwa asilimia 5 hadi shilingi bilioni 1.31. Sylvia Gati, Darubini.